Hello, the Luck Mom family. Welcome to our live stream. In case you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Luck Mom Deborah Nchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia. I create awareness on what happens in the Middle East. If you are facing any challenge, you can just reach me out. My number is 0727846930. That is my number. You want to talk to me? Reach out to me through WhatsApp. Guys, you can see I'm just feeling sad, but before I go to what has brought me here, I want to appreciate the Luck Mom family at large, starting from TikTok, Facebook, YouTube. Guys, you are doing an amazing job. God bless you so much. You saw that lady ambaye alikuwa pale hospitali, mwenye alikuwa amefungiwa kwa room hospitali. She landed home yesterday and that makes me so happy. Imekuwa ni vita, ilikuwa ni journey ya vita, but finally she's home and she has a reason to smile. So if you tried kusaidia penye uliweza, you shared the video, you called those people, God bless you so much. It is time for people to wake up and understand that you should not die before trying. Don't die before trying. If you are facing any challenge, don't die before trying. Usisikie vibaya useme mimi wacha ikae kama ni kifo imenipate. No, don't die before trying. That is what I'm telling people. Dam is saying hi Luck Mom, tuned from Damam, karibu sana. So guys, nimekuja, mkiniona tu nikikuja hapa lazima nijaribu. I'm not giving up. There is this lady ambaye anaitwa Lorena Chepet ambaye ako pale Oman. Lorena Chepet amekuwa mgonjwa for the last 4 months. By the way, hii kitu imefanya tumejua vitu mingi sana. Na watu wenye wako Oman wanajua kuwa wanalipwa 80 reals ama 90, but yeye alikuwa analipwa 60 na hata hiyo 60 apewi. Wanasema wananunua dawa for the last 4 months. Pesa zake anafanyishwa kazi, ni mgonjwa na anaambiwa zinatumika kununua dawa. Ninasikianga hasira kwa sababu ya kitu moja. Guys, if you are planning to go to Oman, ujaribu kutulia kwanza. Watu wanateseka Oman kwa njia mbaya sana. I shared the video last time of sisters, a family of 7 people who are operating an agency. Wameiba jina ya agency, wanatumia kupeleka wasichana Oman. This is the agency ilipeleka huyu mwanadada anaitwa Lorena Chepet. Na wakiwatoa hapa wanadanganya, wanatumia jina ya agency tofauti na wao hawana ofisi. They are not paying any tax, by the way. Wanatumia jina la kampuni nyingine kupeleka wasichana Oman, wanapelekea an individual. Sasa hii kesi ya Lorena Chepet amepelekewa mwanaume. Kuna mwanaume ako Oman anaitwa Hamed. Hana ofisi, anapelekewa wasichana kwa nyumba yake. And I'm just requesting people mu share hii video. Let people open their eyes because it is getting worse. Wale wenye wanapeleka wasichana kutoka Kenya, they are using somebody's agency name kutraffic hao wasichana. Wanawapatia mwanaume mwenye anawapokea kwa nyumba yake. So huyu mwanaume ndiye anawa anawauza kwa customers. Akiwauza kwa customers, ukiwa na shida unarudi pale unapigwa na utapewa chakula unarudi. Like huyu mwanaume akona, yani ni mtu wa kiburi. This lady has suffered for the last 4 months. Hakuna mtu anamsikiza. Huyu agent anaitwa Ahmed ambaye anaoperate kutoka kwa nyumba. Wanaongea na boss, wanasema huyu msichana akona homesick. This is somebody ako seriously sick, but wanasema akona homesick. So huyu msichana amekosa kupata msaada. The lady ambaye alimuuza anaitwa Teresia Kagunda. Right now anasema mimi niko UK for treatment. Now she has used the money she trafficked the ladies apart treatment UK. That lady ambaye alikuwa trafficked, now she's suffering in Oman without any help.
Guys, nimekuja hapa because we have tried, tumejaribu tangu asubuhi. Kuna watu wa hiyo group, we had formed a group ya hao watu wenye walidanganywa na hao mama wakatumia that agency. Na walikuwa wanalipa watu airport ndio wanapita kwenda Oman. So ule msichana vile alifika Oman, kurudi imekuwa shida. Ule agent anasema hakuna kitu mtafanya. She's going nowhere, she must work and she should be buying her own medicine for the rest of the remaining years. Akona 8 months Oman. Kumaanisha hiyo miezi yote, mwaka na miezi, atakuwa ananunua dawa. Pesa yake anaambiwa inanunua dawa. Na anafanya kazi akiwa kwa hali mbaya, bado ni mgonjwa. She's working, she's not paid because her salary is used to buy medicine. Hiyo sasa inaitwa human trafficking na modern slavery kwa pamoja. Huyu msichana anahangaika sana. By the way, I want to share the number of this woman anaitwa Teresia Kagunda. Anasema yeye ako UK for treatment. Yeye ndiye alipeleka huyo msichana. Anakuambia uongee na agent mwenye anamshughulikia huko Oman. Usiongee na mimi, ongea na agent wa Oman. Agent wa Oman ni mtu ako na matusi. Anasema that lady ako na homesick, she is going nowhere. Mtu ukitambalie akuje kusema nimegonjeka, this is what I'm going through, huyo ni mtu ameumia. And that is why I'm telling people don't die before trying. She has tried to seek for help, it has been all in vain, and I'm requesting the Lack Mom family, we don't want to give up on this. We are saving lives and our aim is to make this world a better place for everyone. Kitu nitafanya, I'm going to share the number of Teresia Kagunda. Na watu wenye mnapelekwa na hao wamama wenye wako na ofisi Kasarani, because you need to open your eyes. By the way, msiende kuingia kwa shimo. Sasa watu wametensi wenye wako Oman, because sasa hakuna mtu atakusaidia. Watapeana pesa kwa airport, utavukishwa. Ukifika pale utaumia zaidi na utapata msaada. So it is better ikiwa umeanza safari kwenda Oman, utulie kwanza, ni kubaya. We have Kenyan embassy in Oman, but hakuna msaada utapata. Imechukua hasa ni watu wajitafutie msaada wenyewe. Teresia Kagunda ndiye alipeleka huyu msichana na alipa jina ya ofisi fulani, akalipa hongo pale airport, huyu msichana akapelekwa Oman. Now she's very sick, ameteseka for the last 4 months. Hakuna msaada wowote. Sasa wanasema ni homesick. 0720 865 846. Huyu anaitwa Teresia Kagunda huyu. Na hii sasa biashara wanafanya, imagine huyu mtu mwenye anaitwa Ahmed ni mtu wako online tu, anasema yeye ni agent, hana ofisi, anaoperatea kwa nyumba. If this is how people are going to lose their body organs. Hivyo ndio watu wataumia, hivyo ndio watu watakufa kwa mikono ya watu wenye wajulikani. Because we are not listening. Watu wasikii. Lakini hatutanyamaza when we see our people are suffering. Nataka kupeana namba ya huyu boss wake. Kwanza napeana huyu ya agent anaitwa Ahmed. Huyu Ahmed amefanyia huyo msichana maisha imekuwa ngumu. +968 +968 963 305 36. Huyo anaitwa Ahmed. Huyo agent wa Oman, na huyu ni boss wake. By the way, huyu msichana ako kwa hali mbaya. By the way, ukimuona hata utataka kumuangalia. Ule mtu mwenye anaambiwa afanye kazi, anafanyishwa kazi, salari yake inampeleka hospitali. Ukimuangalia hutaamini. Na nilisema sitaweka picha yake juu nilikuwa naogopa kushtua watu.
boss number inaitwa ni +968 950 301 301 24 +968 950 301 24. Let me pin these numbers. Acha nipin hiyo comment ya hizo numbers. Joyce anasema may God protect us. Ya wengi wetu huku hatuna hata namba za ofisi zetu za Oman. God have mercy in our countries. Ikiwa hauna namba za ofisi, kama uko Oman na ujajoin hiyo group yetu ya wale watu wa Oman wenye walipelekwa na hiyo ofisi, over 300 girls wako kwa giza. Hao wanawake waliuza wasichana kwa huyu mwanaume anaitwa Ahmed, na hakuna mtu anasaidikanga. Watu wanasema huyu hawezi kusaidia. Watu wameniambia kwa inbox, huyo jamaa alitutandika na kutupea chakula na tulikuwa wagonjwa. Like ako na unyama fulani. Na anakuambia hao watu ni watu wako na discrimination. Hao watu hawatupendi. That is number 1. So mtu anaingia kwa nyumba yake anasema mimi ni agent. Mtu mwingine ako Kenya anachukua ofisi ya mtu anasema anasafirisha wasichana, anajifanya agent, anakutraffic. This is pure human trafficking. Hao wasichana wote wenye walipitia kwa mikono ya hao wa mama, hakuna mtu hata Ministry of Labor ilijua ati alisafiri. Kufika pale ndio wanaanza kutafutiwa karatasi na mabosses wanaanza kuwaingiza kwa system. Lakini kutoka hapa Kenya wamepelekwa kujificha. Hasa ikifika pale kutafuta msaada inakuwa shida. Na mimi the only kitu naweza advise watu wakuwe united. If you are working in Oman, hakikisha mko united. So that we try, hata sisi tukijaribu kuwatafutia msaada pia nyinyi mnajaribu kivyenyu, because you are alone at the moment. Najua kuna watu saizi bado wanafungua macho wanaelekea Oman. Oman sio kuzuri because these people wenye wanawapeleka, kuna wenye wanapeleka watu kazi, kuna wengine wako na biashara za organ trafficking. Na hakuna mtu atakuambia. Wewe ndio utaumia na familia yako. Wewe na familia yako ndio mtateseka, because nimeona familia nyingi wanahangaika because hawajui wanapitia wapi ndio wapate msaada. Wale wenye wanawachukua, mtu atajaribu their best, atakutumia hadi fare yenye utafika kwa ofisi. So kwanza wana target these people wenye ni ma ex ama saa zingine wale wageni. Anakuambia anaweza kukutafutia passport, juu atapiga ni hesabu gani, ni pesa ngapi atabenefit kutoka huko. So zile zenye wameuza wasichana, atatumia hizo pesa kukutafutia hata passport. Bora uende na alipwe pesa ya kutosha yenye itamfikisha UK. Habi anasema haki, niko na rafiki yangu ni mgonjwa sana, ameshindwa na kazi, alipelekwa ofisi akapiwa, then akarudi na huyo boss. Nimempatia namba yako, anaitwa Amina. Amina amenitafuta, tumeongea na yeye. By the way aliniambia alikuwa mgonjwa akapelekwa kwa ofisi, akafungiwa room, akapigwa, ndiye akarudishwa na kwa the same boss. By the way ameniambia saizi I'll work on the case after nimemaliza hii show. Florence anasema God's grace is sufficient, if we see us through, tuzidi kuombeana. Amina. By the way I'm just requesting watu wangu mjaribu kupigia huyu mwanamke anaitwa Teresia Kagunda. Yeye anasema mimi niko UK for treatment. Huyu Ahmed ndio agent wa Oman. Huyo mwanaume yako kwa nyumba yake. Ukimapproach mkumbushe kuwa tunajua you are an individual trafficking ladies from Kenya for his own gain. Because watu huwezi gonjeka na unapiwa ufanye kazi, alafu unalazimishwa ufanye kazi na ulipwe, unaambiwa hiyo pesa yako inanunua dawa. Hiyo ni unyama gani? Na mbona watu wanateseka hivyo sasa? Huyu msichana ameteseka ya kutosha. We need to act. Tafadhali.
We need to act. If you have not seen the lady I'm talking about, maybe uko mgeni hapa, you can just follow that link and check out. That lady ni mwambia tu, afadhali tu unipe tu picha yoyote ile yenye uko sawa, kushinda niweke hii picha vile uko hivi, sitaki iniletee shida, because nimegundua siku hizi hata ukiweka kitu inashtua sana kwa mtandao. Hata unaweza kufungiwa hata page ama inatolewa. So nimesema tu afadhali tu I just use my energy ya kuelezea what is happening on the ground. This lady needs our help. Guys, na wa request tu, ninajua saizi watu wamemaliza, ndio wamefungua, watu wanaosha vyombo, but ukikuja baadaye ukiona hii video, share it out, call those numbers ambazo nimepeana. Let us try to make this world a better place for everyone, by the way. Huyu anauliza Abigail, share namba yake tumtafute please. I don't encourage people to share numbers za wale watu wenye wako na shida, because unaweza kuwa uko na fikira mzuri ya kumsaidia, but we have scammers. Scammers, the moment wanaona uko na shida hapa, watachukua namba yako na watakuhangaisha. That is why you always see I'm protecting those people wenye wako kwa shida. Amjawahi niona nikishare namba ya mtu mwenye ako na matatizo. If I have the number of Amina already, she has talked to me. I'm going to handle her case because amekuwa na 1 month, ako tu na 1 month Saudi Arabia. Alipiwa sana na ni mgonjwa. I don't know what is happening. Kennedy anasema Wakenya wetu always nyinyi tu, mbona si Muganda ama Mtanzania ama kwingine? Wow, human rights side yake mtoto wetu. Watu wote wanateseka nchi zote, ni vile tu if you check on wale watu wa Uganda wenye wanadina hizo kesi, wenye Tanzania, they have those stories, they are happening. It is because we are trying, tunasisitiza na inatu affect kama Wakenya na tunasimama kwa pamoja. Many people are facing the same challenge. Yeah, Dakli anasema tuko Oman pia. So watu wa Oman, you have to join the group, munganganiane, because hakuna mtu ataenda kuwasaidia. By the way, hakuna mtu atawasaidia kama mlipiga kwa mikono ya hao wamama wenye wako Kasarani, the family of 7 people wenye wanafanya hiyo biashara. Hakuna mtu atawahi kuwasaidia. I think you are learning something. Teresia alishauza wasichana wote wengi kwenda Oman, akapatia Ahmed pesa ikatosha. Ukimueleza sasa hii kesi ya Chebet anakuambia mimi niko UK for treatment. Imagine that is the answer somebody anaweza kukupea. Kama yeye ni mgonjwa, mbona sishughulikie huyu msichana mgonjwa mwenye alipeleka Oman? Maids wataendelea kuteseka. Unaona? Maid wataendelea kuteseka kwa sababu you are powerless, and the moment utaanza kusema nimekuwa na hii shida, unasikia wanaanza kusema you are defaming our business, this is defamation, we will sue you. Unasikia tu lawyers wanakutumia mabarua refu, you are defaming my client, because wanajua watadili na wale watu wenye wako helpless. Wanajua ujui lawyer, ujui maana ya lawyer. So we unaweza enda pale ukafanyiwe vitu zote mbaya hii dunia na hakuna mtu atakusaidia, because you can't afford a lawyer. Somebody anauza mtu 800,000 kuenda Oman, anajua hiyo ni yake peke yake. So ukianza kulia kutoka huko na mtu alikula pesa, anakuambia wewe fanya kazi, you are going nowhere. Na watu wa Oman wengi wao pia wako vizuri. The moment wanaona maid, mtu ukiwa na maid wewe ndio songo, unazungushwa kwa manyumba uende kufanya kazi, kwa sababu sio watu wote wana afford maids. Unafanyishwa kazi kama punda, you don't need to complain. Ukienda kucomplain unapigwa na hakuna mtu atakusaidia. Wewe ukianza safari kwenda Oman, jua utapokelewa na mtu kwa nyumba yake. Oman, Lebanon, Iraq, hizo countries watu wanahangaika sana. People are crying. Watu wanajuta. Tafadhali watu kweni makini. Acha kukuamini mtu unampata tu anasema tu huyu anapelekanga watu Oman, anakupea list ya watu wamepeleka. As we speak right now, Lorena Chebet ako na sister yake ako Oman.
huyu sister yake ukiona kwa status za Teresia Kagunda anaweka picha ya sister ya Lorena kuwa if you need a job in Oman come to my inbox. Ndio mjue how serious this thing is. Sister yake anateseka, amechukua picha ya sister yake sasa ameweka kwa status, anasema if you need a job in Oman contact me. Na ukimuuliza, ukimwambia saidia huyu msichana mwenye ameteseka, anasema ako UK for treatment, but ako na nguvu ya kuweka picha za sister yake status akisema if you need to go to Oman come to me. If we have Kenyan embassy in Oman, we have Kenyan government, we have leaders. If you happen to see this information, just know that these ladies, they are trafficking ladies to Oman. The ladies are suffering. They are taking them. Abigail, I told you don't share the number of somebody who is affected. Now you are sharing the number. Now huyu msichana atapatwa na shida. I don't know why you don't listen. Don't share the number of someone ambaye ako na shida in comment section, tafadhali. We need to protect our people, not to expose them. Usishare, ikiwa ama ni kuachia ushare hiyo namba. Sasa unashare namba ya mtu mwenye ako na shida, ujui vile ako vulnerable sahi. Don't share the number ya mtu ambaye ako kwa shida, please. Ningekuwa na share namba za watu wenye wako kwa shida, ungeona vile watu wanapitia. Huwezi jua nani anamtarget mwenye ako na shida. I'm trying to protect them by all means. Sijawahi share namba ya mtu mwenye ako na shida kwa hapa. Hawa human traffickers ndio na share namba zao because they are not cooperating. Usishare namba ya mtu ako na shida kwa comment section, tafadhali. Let us be careful. Umeniambia kesi ya Amina, I've already told you. I have the case with me. You just stop. It is already with me and I'm working on it. Be patient. Don't expose somebody's number here. Tafadhali, if you are working in Oman, tafuta watu wenzako mkae kwa group because things are not working out. Watu wa labor, they said we can't help. Hii kesi ya Chebet. Walisema we can't help. The only people who can help is the Kenyan embassy. Contact them. They can get they can call the employer, apeane documents na msichana asafirishwe. Unaona? Asafirishwe. So, Kenyan embassy ndio kuna power. But sasa, why are they not responding? I think we should be sharing this number of Kenyan embassy in Oman so that watu waitumie vizuri kutafuta msaada. So know that if you are in Oman utajisaidia. Ukiwa na shida utajisaidia. Hakuna agent, wale ni wakora. Waliwauza to unknown people. Na muweke Mungu mbele. Juu hakuna mtu wako ready kusema ni nani. Ule mtu uko kwa mikono yake, unaingia kwa jela. Unaingia kwa jela. You are there to be seen, not to be heard. People are suffering. This is unacceptable. Tafadhali. Na request tu watu wanitafutie huyu mwanamke anaitwa Teresa Kagunda. Namba yake ni 0728658846. Yeye ndiye alipeleka huyu msichana akampea mwanaume anaitwa Hamed. Huyu Hamed namba yake ni +96896330536. Ako Oman. Na bosi wake namba yake ni +96895030124. I will always be sharing this information because this is what we have been doing, and I believe that God is not going to disappoint us. If you call the boss, mwambie this lady, she has been very sick. 4 months, you are using her salary to buy medicine. Mbona wasimuache basi akuje nyumbani? Uko mgonjwa unalazimishwa kufanya kazi, hiyo salary yako ndio unanunua dawa. Kwa nini wasimuache arudi nyumbani?
Agent alishapokea pesa, yeye anasema kwa UK. Yule anasema huyu ako na homesick, she's going nowhere. Sasa hiyo ni unyama gani? This lady, she's very sick by the way as we speak. Kuna mtu ananiomba hapa namba ya Oman Embassy. Let me post it here. Kidogo tu. Let me post that now. Nataka kuweka boss, nimeweka, mpigie huo boss wake. Nataka kuweka hii namba ya Kenyan Embassy in Oman. This is the number. I know people, najua kuna watu wako Oman. That is the number of Kenyan Embassy in Oman ambao nimeweka hapo. +96898175643. Those are the people who are supposed to help these girls who are suffering. Any number tutapata tunaona itasaidia, tutakuwa tunapeana hiyo namba. That is the only way tutashirikiana. So kama uko Oman na umeona hiyo namba ya embassy nimeweka hapo, hiyo ndio namba ya Kenya, ni embassy in Oman. Sasa hatufanyi mambo ya Saudi, tunafanya mambo ya Oman. Tukiongea mambo ya Saudi next, nitaweka ya Saudi. Hii ni ya Oman. I don't want to confuse people because we need to save this girl mwenye anateseka kwa hii nyumba. Purity anasema hilo la Mom Debra, Mungu akubariki kwa kazi ya mikono. Pia mimi niko Oman, place inaitwa Taja, our center ni Salala. Nyinyi mchukueni namba ya hiyo Oman Embassy. Ukipiga unaweza screenshot hiyo video ya huyo msichana. Mwambie huyu msichana anahitaji msaada and she's suffering. Alipokelewa na huyo human trafficker anaitwa Ahmed, ni mtu mwingine mbaya sana huyo mwanaume. That lady, she is not going to make it. And that is why mkiona nimekuja kuwaelezea hapa story, that lady might not make it. And I just want to share because it is not too late. We can save her. Tukiamua like wacha tungangane tusaidie mwenzetu, tutamsaidia. Kama tuliweza kutoa ule msichana mwenye alifungiwa pale hospitali Saudi Arabia bila kujua ako wapi na amefika nyumbani, huyu hawezi tushinda mwenye tunajua penye yako. Mwenye anaonekana penye yako hawezi kutushinda. Tunajua tuko na Mungu mbinguni and he is going to make it happen. So guys, mimi nataka kuwashukuru sana. Tafadhali jaribu kupiga hizo namba zenye nimepeana. We are not giving up. Personally, I'm not giving up. This is my work and I'm going to make sure that I try my best. Kama uko na shida, jaribu kuni reach out, tutasaidiana penye tutaweza. I want to remind you kuwa there is somebody who is having a fake page inaitwa Lucky Mom Debra Nyanchoka. Ukiona yangu inaanza na the Lucky Mom Debra Nyanchoka, hiyo ni yangu na iko verified. Ukiona mtu anajiita Lucky Mom Debra Nyanchoka ana post vitu zangu zenye nimepost like this show hivi, atachukua hii video, atachukua link aweke kwa hiyo page nyingine, that is not me. Tafadhali, that is not me. You mean the sick girl will not make it? Yeah, huyo msichana, if we will not help her, she might not make it. That is why I'm just requesting people tusaidie huyu mwanadada. Hao watu ni wanyama. Hao watu ni wanyama. Tujaribu tu tumsaidie. We are a big family na najua tutamsaidia. Ni vile tu wataona tu, unajua, na pia kama uko mgonjwa ufai kufanya kazi, usikubali mtu akufanya. Unajua, usifanye kazi mpaka the last minute, mpaka last breath.
Sasa watu wanaogopa, mtu anasema like mom nitapigwa. Sasa ukipigwa na uko mgonjwa na unafanya kazi, uendelea kuumia zaidi. Which is which? Stand on your ground, sema mimi siwezi fanya kazi, mimi nimelemewa. Shida ni ile watu wanafanya kazi. Sasa it makes it hard for you to get help. Boss wako anaona wewe uko sawa, anakataa kukusaidia. Hadi hapo ni anapata chance ya kukuchukua videos, anasema this lady she is lying, she is okay. Unaona? Beti anasema nimekumisi, uko aje? Mimi niko poa. Hata mimi niko poa. Wapi namba ya embassy? Namba ya embassy nimepeana hapa juu. Namba ya embassy nimepeana hapo kwa comment section. Na bado wacha nijibu hapa kwa comment yako. Anauliza wapi namba ya embassy Purity. Wacha niweke hiyo namba hapo kwa comment yako. We have to save this lady. Ndio hiyo nimeweka kwa hiyo comment yako penye umeulizia. Nimeweka hiyo namba hapo. We need to get united na tuweze kusaidiana. I just want to thank you so much. Wacha ni consider watu wengine pia. Najua watu wanatumia data wengine, but na request tu ikiwezekana. Hata kama utaingia late hapa uone hii video, tafadhali jaribu kupiga hizo namba. Let these people release the girl. Ati Oman niko Saudi Arabia, kiulizo tu. Oman ni country ingine. Kwani are you crying? Una sweat. By the way, mimi I'm crying because I've been talking to the lady. Nimekuwa nikimuona video call bila kwa hali mbaya. It is affecting me emotionally because for me I'm seeing her and somebody is saying ni homesick. Mimi niligoma 1 week hadi kukula. Hiyo namba nimepeana hapo. Ni unauliza hiyo namba ya embassy. Laura nimeweka kwa comment yako. Anyway guys, wacha nimalize show. Hizi kesi ni mingi. Kama mjaniona kwa live, today niko busy kwa ground. I'm having a lot of cases. But I'm also trying. Watu wenye wamenipea kesi yako kama sijashughulikia, be patient because I'm handling many cases na nikiambia mtu niko na kesi mingi anaweza dhani I don't want to receive their cases, but I will just receive and you need to be patient because it is ninafanya mwenyewe and it is draining me. So kama umenipea kesi ukue patient, I'm working on it. Tafadhali. Na tukutane tu kesho morning devotion. Tukutane kesho morning devotion 5 asubuhi. Ukipata chance wewe kuja tuombe kwa pamoja. Kama uko mahali pazuri, ombea marafiki zako. There are people suffering. Pray for them. Na kila kitu itakuwa sawa. Tuzidi kuombeana mema. Because sisi wote tunatafuta na tunatafuta wale watu wenye tunawafanyia kazi wanapenda tu kazi zetu, hawatupendi sisi. But let us not give up. Tushirikiane. Tuokoe maisha kwa pamoja. Thank you guys. God bless you. See you tomorrow.